Kama unavyoona mtazamaji, hili ni eneo la dampo lililopo jirani kabisa na stendi kuu ya mabasi mkoani Kigoma, manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini pia ni jirani kabisa na soko la Masanga ambalo linaendelea kutoa huduma kwa wananchi mamia kwa maelfu mkoani hapa. Nini kinachozungumzwa zaidi? Ni uchakavu ama kuzagaa kwa taka katika eneo hili, hali inayopelekea wananchi kulalamika na kutoa malalamiko yao kwa mamlaka zinazohusika, hasa mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, kuhakikisha basi maeneo haya yanakwenda kuwekwa vizuri yakiwa safi na salama, ili kuepusha magonjwa ya milipuko ambayo yanaweza yakatokea mara tu taka zitakapozagaa zaidi na zaidi. Wananchi hawa hapa wakizungumza zaidi na kushinikiza eneo hili ama dampo hili liweze kuondolewa hapa ama kuwekewa utaratibu mzuri wa namna ya kukusanya taka hizi. Ninaitwa Joram Filimon Kinyuko. Mimi katika soko hili kuna kero nyingi sana, soko hili la Masanga. Na kero zinazojitokeza tulishazifikisha mbele ya kwa mkurugenzi wetu wa manispaa. Kwanza kero zetu, moja ni mifereji kuhusu barabara, kuhusu soko letu halina mifereji. Maji yanaingia madukani kwa wateja. Mvua inaponyesha maduka yote yanajaa maji kwa sababu mifereji hakuna. Miundombinu ya soko hili hakuna. Haya, lingine ni kwamba sasa hivi kuna sehemu ambapo wanaweka uchafu, taka. Zile taka zimejazana, manispaa hawana msaada wowote wa kuja kuzoa zile taka, wameziacha. Na baadhi mpaka vinyesi, kuna watu wamepakua maji ya choo, wanamwaga sehemu kama ile. Kwa hiyo sehemu ile yenye wanapoweka maji taka, wanapoweka taka imejaa vinyesi, uchafu, na baadhi ya maduka yako sehemu kama ile. Kwa hiyo wanahatarisha manispaa, wanahatarisha tupate kipindupindu ndani ya soko letu la Masanga. Kwa hiyo tunaomba mkurugenzi pamoja na timu yake ije iangalie hizo taka ambazo ziko hapo, ambazo watu wanapakua choo wanatupa hapo na manispaa hawaji kuzoa. Mimi nikiwa kama mwenyekiti msaidizi wa soko la Masanga, kwa kweli hiyo ndio kero yangu ya soko letu la Masanga. Pili, kuna baadhi ya vibanda vilivyojengwa kwa ajili ya machinga. Vile vibanda vifanyi kazi. Vile vibanda vimekaa tu, watu wanajisaidia. Kwa hiyo ni kero kubwa kuona wananchi tunajisaidia kwenye vibanda ambavyo machinga waligaiwa, baadaye wale machinga wakaona soko haina uelekeo wakahama. Sasa imebaki kama ni vyoo vya watu kujisaidia. Tunaomba hivyo vijumba vitolewe mara moja. Kwa majina yangu naitwa Faith Benjamin, ni mfanyabiashara hapa sokoni stendi mpya. Uwepo ile dampo hapa inatuasili harufu na taka zile, wakati upepo ukiwa unapiga yani zinakuja hadi huku, zinatusogea hadi maeneo yetu huku. Kuna hatuna amani. Yaani ile harufu inapozidi, nzi wengi waga wanatoka, wengine wanatuvamia hadi huku, nakuta umeweka chakula hapo, nzi wanavamia hivyo. Majina naitwa Catherine Beda Masawe, ni agent katika stendi yetu ya Masanga basi stendi. Kwa kweli kuhusu dampo pale kwetu hapa kwetu stendi kwetu imekuwa ni changamoto na imekuwa ni kero. Kwa sababu inaponyesha mvua, yale maji yote, zile taka zote zinateremka ya maeneo ambayo sisi tunafanyia kazi. Na pia zile taka inaonekana katika kuwekwa kwa taka haziwekwi sehemu husika na hazichukuliwi kwa muda husika. Kwa hiyo kwetu imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa sisi maagent. Kwa hiyo tunaomba serikali ijue kwamba inatusaidiaje sisi kuhusiana na lile dampo la pale, kwa sababu watu wanaofanya kazi sokoni, biashara zao, zile karatasi zote zinaletwa kwenye dampo lile pale. Kwa hiyo inapokuwa mvua inanyesha, taka zote zinashuka huko, na hasa inapofika wakati wa kiangazi. Ukija eneo letu la stendi, taka zote zinakuwa zimeenea zile karatasi nyeupe. Kwa hiyo tunaomba serikali ijue inatusaidiaje. Kwa majina naitwa Michael Njire Nkinda,
Nipo hapa stendi mpya katika soko la Masanga. Kwenye haya maeneo tunafanya biashara kwenye hizi frame za mwanzoni, lakini sisi hasa watu ambao tupo karibu na hili dampo, hizi frame ambazo zipo karibu na hili dampo, kwa kweli hili dampo halipo mahali salama kwa hawa sisi ambao tuko karibu nao. Hasa uchafu ni mwingi, uchafu hauchukuliwi kwa wakati kwenda kumwagwa, lakini pia wakati mwingine maji taka kutoka stendi yanakuja hapa ambako sio salama kwa afya yetu. Inakuwa ni kero hasa tu kwa harufu ambayo tupo karibu na hili eneo, inakuwa ni changamoto kubwa. Lakini pia ni madhara makubwa kwa afya kuwa na uchafu karibu namna hii, inakuwa ni kero sana. Hasa sisi ambao tupo karibu na hili dampo tunapata changamoto sana, tunaishi kwa shida. Lakini tulikuwa tunashauri sana angalau kama mamlaka ingetafuta eneo lingine ikahamisha hili dampo kukaa karibu na hizi frame za mwanzoni, ikatafuta sehemu ambayo ni mbali na hapa mahali hapa. Lakini pia hata pia kwa mazingira sio salama. Stendi ipo hapa lakini sio vizuri, tunapokea wageni kutoka sehemu mbalimbali, inakuwa haipendezi. Mgeni anatoka anashukia stendi anakutana na dampo kama hili. Kwa tunaomba mamlaka itafute eneo lingine uweze kuhamisha mahali hapa, uweke sehemu nyingine mbali kabisa na maeneo ya sokoni na maeneo ya stendi. Majina naitwa Karume Shaban Karume, meneja wa stendi kuu ya mabasi Masanga mkoa wa Kigoma na afisa mtendaji wa mtaa wa Masanga. Kimsingi nianze na jambo la maji taka yanayotoka ndani ya stendi kuja kwenye dampo kama tunavyoliona. Stendi hatuna maji taka yoyote ya aina yoyote kwa namna yoyote ambayo yanakuja nje ya mashimo rasmi yaliyotengwa kwa mujibu ya kwa ajili ya kuhifadhia maji hayo. Sasa hilo ninapenda niliweke sawa kwa namna hiyo kwanza. Na ndugu mwandishi wa habari, unaweza ukaangalia kama tungekuwa tuna maji ambayo yanakuja nje, basi kuta zetu zote zingekuwa zimetapakaa hayo maji, lakini we mwenyewe unajionea hali jinsi ilivyo. Ni kwamba hayo maji hapo kwenye hizo kuta hazipo. Kwa hiyo automatically hiyo taarifa haikuwa rasmi na sijui ilikuwa imejikita kwa lengo gani labda. Lakini jambo jingine, kama tunavyoona wananchi wamekuwa wanatupa adha kubwa ya namna ya kudhibitiana nao katika utupaji wa taka zao. Kontena la kutupia taka linaweza likawa wazi kama sasa hivi tunapoliona lipo wazi, lakini mtu anakuja na taka zake anazimwaga chini, kitu ambacho kinapelekea mvua inaponyesha maji kuteremka kwa kasi na mengine kutuama pembeni ya kontena letu la taka. Na tayari automatically hapa taka zikishatupwa chini na maji yakija hapa, tafsiri yake ni kwamba maji yatachuja ule uchafu wote uliokuwepo kwenye zile taka zilizotupwa chini. Kwa ni lazima italeta air pollution, kitu ambacho baadaye kitakuja kuwa chukizo kwa wao wenyewe wanaotupa hizo taka kwenye maeneo husika. Kwa tunajitahidi sana kukamatana, kuelekezana namna ya uhifadhi wa taka, lakini wapo baadhi ya wananchi ambao sio waadilifu. Wengine wanadiriki kuja hata usiku wa manane wanatupa taka zao. Kama tunavyoona hapa kuna manyoya ya kuku yametupwa chini na dampo liko wazi. Sasa kitu kama hichi ikitokea tu changamoto ya mvua kwa msimu huu wa masika, tayari hapa harufu itatoka. Saizi ni asubuhi, huwezi kuona mtu anakuja kutupa taka hapa. Wengi wanavizia muda wa kazi unapokuwa umeisha na watu wameenda kwenye majukumu mengine, hususan nyakati za usiku ndio wanakuja kutupa taka zao chini. Lakini kwa wale wote ambao tunakuwa tumewabaini kwa mchana ambapo ni mara moja sana, huwa tunawaelekeza kwamba zoa taka zako ili kusudi uziingize kwenye kontena ambalo liko wazi. Naitwa Petronia Gwakila, mkuu wa kitengo cha usimamizi wa taka na usafi wa mazingira manispaa ya Kigoma Ujiji. Ni kweli pale kwenye eneo la kizimba kilichoko soko la Masanga ni maeneo ambayo yana vizimba vya kuwekea taka. Na changamoto ambayo tumekuwa tukikutana nayo, kizimba kinapokuwa kimetolewa, wananchi wao wanapokuja taka zinatolewa mtaani wanakwenda kuzimwaga pale chini. Kwa hiyo ambapo sasa inapelekea sisi
hatuwezi kwenda kuzoa kwa mkono tukaweza. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika, tunatumia mtambo, na wananchi wamekuwa wakishuhudia kwamba takataka zinapokuwa ziko pale tunatumia mtambo kwenda kuondoa zile takataka pale. Kwa wakati huu changamoto iliyojitokeza na mvua nyingi, kulikotokana na mvua nyingi pia zinazonyesha, na mtambo wetu ulikuwa na hitilafu, yale meno yake yalikuwa yametoka. Kwa hiyo tuko kwenye hatua ambayo tunaukarabati ili huo mtambo uweze kufanya kazi vizuri. Baada ya hapo tutakwenda kuzoa hizo takataka tuweze kuweka kwenye kizimba, ili kizimba kiweze kwenda kutolewa kikapelekwe dampo. Changamoto pia inayojitokeza, wananchi pamoja na kuwa manispaa imejitahidi kuweka vyombo ambavyo tunaweza kuwa tunaweka taka, hata kizimba kikiwa kiko hapo hakijajaa, wanakuja kumwaga taka chini, hali inayotuwea ngumu kuja kuzoa tena takataka kwa mkono tuweze kuzipeleka kwenye kizimba ili tuweze kurahisisha utendaji kazi, mazingira yaweze kuwa safi na salama, ili kuepusha magonjwa yanayoweza kujitokeza ya mlipuko, hasa kipindi hiki cha mvua ambazo zinanyesha. Na uchafu pia ambao unaweza kujitokeza pale yanaweza yakawa ni matunda, uchafu wa matunda ambao mvua inaponyesha inapelekea ile matunda kuoza, halafu inaturudisha mchuzi ambaye eneo lile linakuwa jeusi, kama unaweza kufikiria kwamba ni kinyesi, lakini ni matunda na uchafu unaweza kutokea baada ya kuwa mvua imerowanisha yale matunda yakatokea weusi, kwa mfano yakiwa maparachichi. Kwa hiyo unaweza kutokea kwamba ni kitu chenye kwa kufikiri kwamba ni kinyesi, kumbe ni maparachichi ambayo yamenyeshewa na mvua. Kwa hiyo yanapokutana na maji yanachilisha maji machafu. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi kwamba kizimba kimewekwa hapo, mtu anapokuja asitume mtoto ambaye hawezi kufikia kule kwenye eneo la kizimba, aje akaweke yeye mwenyewe, au wasitume vichaa wanaoweza kuja kuchukua uchafu wakafika wakaumweka tu pale chini, wanasema ni jukumu la manispaa waje kuzoa. Au jukumu lingine pia, wananchi kuna vikundi ambavyo tumevipa shughuli za kukusanya taka, wanakuja na guta. Wakija kwenye guta, lile guta linavinua, likibinua wasiwache uchafu pale chini. Wakimaliza kubinua pale chini, basi waupakie kwenye kizimba ili kurahisisha shughuli, kwamba mvua zinaponyesha basi uchafu usikutwe chini, ukutwe kwenye kizimba, ili kuweza kuturahisishia kuja kukinyanyua na kupeleka dampo la kisasa. Sheria ya mazingira ya manispaa ya mwaka 2017 kwanza inaelekeza kama wananchi wenyewe wakiona mtu anamwaga taka chini na mwananchi akamkamata akamleta hapa manispaa, sheria yetu inaelekeza kwa manispaa itachukua shilingi 30,000, halafu yule mwananchi aliyemkamata, yule mwananchi anayemwaga uchafu chini analipa shilingi 20,000. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi kwamba sheria iko wazi na ilipitishwa na baraza la madiwani, kwamba unapoona mtu yote anamwaga taka chini ya kizimba kiko hapo, wamkamate au nipeleke. Kama atakuwa anashindwa kumkamata, basi wamzuie pale, wanipe taarifa. Wakisha tupa sisi taarifa, tutakwenda kumkamata ili yeye tuweze kutekeleza sheria yake. Sasa yeye aliyetukamata katupa taarifa, tutampa shilingi 20,000, yeye tunamtoza 50,000. 20 kwa mwananchi aliyetupa taarifa, 30 zinakwenda manispaa. Na pia mtu tunapokuwa tumemkamata ambaye mwaga taka chini, na tumekuwa tukifanya hivi katika visima mbalimbali tunapomkuta, tukikuta ubaya taka tunazozikuta kule kwenye masoko, tunakuta ni taka ambazo hazina document, zimechanganyikana. Lakini kwa mfano naweza kutolea mfano kizimba cha pale Bima, mtu anapomwaga taka tunaona kwamba karatasi hapo, unakuja kufuatilia tuone kwamba karatasi hizi zimetoka kwenye kampuni gani, au hivi takataka zimemwagwa na nani. Kwa hiyo ambacho watu tunafanya, watu tunafuatilia, tunawatoza faini shilingi 200,000